Asante sana, asante sana, asante sana. Wenzangu, jamii ya Maa, Wakenya wenzangu kutoka sehemu mbalimbali ambazo mmetoka kuja kushirikiana pamoja na viongozi wetu, marafiki wote, hamjambo? Hamjambo tena. Somauleng, asanteni sana. Ya kwanza ningependa kuomba msamaha mkubwa sana, kwa sababu siku hii ni siku nimeitarajia kwa muda mrefu, lakini nilikuwa nimeenda safari kidogo, nimerudi jana na nikagojeka kidogo, ikasababisha nisiweze kuwa pamoja nanyi. Lakini nataka kumshukuru ndugu yangu kwa sababu wakati nilimwambia umuhimu wa sherehe hii akakubali ataniwakilisha, na ndio tuweze kuwa pamoja nanyi katika sherehe hii ya muhimu. Ya pili, ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru ndugu yangu mdogo Mheshimiwa Ole Kenta kwa kuchaguliwa awe katibu mkuu wa chama chetu cha Jubilee. Ndugu Kenta, tumetembea safari ya siasa kwa muda wa miaka mingi, na naweza kusema bila shaka hata kidogo ya kwamba ndugu yetu ni mtu wa msimamo, ni mtu ambaye haogopi mtu yeyote, ni mtu ambaye atatetea haki za watu na sio tumbo yake. Na ndio tunajua ya kwamba tukiwa na yeye tuko na kiongozi ambaye atapeleka chama chetu katika level nyingine ya siasa. Ama namna gani wenzangu? Umekubaliana na mimi? Umekubaliana na mimi? Pia wakiungana, kwa sababu walichaguliwa pamoja na huyo kifaru ya kazi Mheshimiwa Bwana Matiang'i, ambaye mimi namjua kwa siasa kidogo, lakini kwa kazi hamna mwingine kama yeye. Ikifika mambo ya kazi ya kuhudumia watu, ya kupambana na ufisadi, mwenye kazi hiyo ni Bwana Matiang'i akiwa pamoja na wenzake. Niseme pia, nichukue nafasi na fursa hii kupongeza wale wote na viongozi wetu wote wa chama cha Jubilee kwa kazi ambayo wametenda, mmoja wao akiwa Mheshimiwa Kioni, ambapo wakati tulikuwa tunasumbuliwa akasimama kidete na akasema chama chetu haiwezi kuuzwa pesa 8. Na nataka niwashukuru wale wote ambao wamesimama miaka hiyo yote. Wenzangu, haswa nyinyi jamii hiyo, nimekuwa kwa siasa, mumeniunga mkono, mumenisikilia. Nimekuwa na viongozi wengi kutoka sehemu mbalimbali za Maa ambao wamefanya kazi na mimi kwa njia ya uaminifu, na nataka nichukue nafasi hii niwashukuru nyote kwa kuniunga miaka hiyo yote. Niseme furaha yangu ni ya kwamba vile mumeniunga mkono, mimi sasa naunga mkono mtoto wenu
achukue pahali tuliwachilia na apeleke chama chetu na nchi yetu mbele, asio kuogopa ama kupitwa na mtu. Tunaelewana wenzangu? Tunaelewana wenzangu? Na mimi ningependa kusema ya kwamba sisi tukiwa taifa la Kenya, sisi ni taifa ambalo tunaheshimu demokrasia. Tunataka demokrasia. Wengi walipoteza maisha na mali wakipigania uhuru wa vyama vingi katika taifa letu la Kenya. Na ni sikitiko kubwa tukiona wengine badala ya kwenda kuuza sera zao na chama zao, kazi yao ni kuja kuingilia mipangilio ya vyama vingine. Kama wanaamini vyama vyao, waende kwa vyama vyao, wafanye kazi kwa vyama. Sisi tuuze sera zetu kama Jubilee bila kusumbuliwa kila wakati na watu ambao hawana msimamo, wanatembea kwa sababu ya tumbo zao. Na tunawaambia hawa, sisi tunajua viongozi wetu hawa ni wakina Kenta, ni wakina Matiang'i na wale wengine. Hawa vinyangalika wengine wapotee, waende wakauze mayai yao kwingine, lakini sio kwa chama chetu cha Jubilee. Mnaniunga mkono hapo wenzangu? Tumeona vile watu wanaendelea kusumbua vyama vingine, wanachama wazijenge, wauze sera kwa njia ya amani. Kazi yao ni kuingilia. Sasa tumeona sio Jubilee peke yake wanaingilia vyama vyote, funga hii. Hiyo hailingani na sera ya vyama vingi. Vyama vingi ni tuheshimiane. Nakumbuka mimi wakati tulikuwa KANU na mzee Moi, tulifanya kazi na mzee Moi na tukapiga campaign ile ya machungwa, na mnajua tulikuwa pamoja na nyinyi, na tukashinda. Na mzee Moi hakutishwa na Kibaki, alikuwa anazunguka na sisi akipiga siasa na kueleza wananchi ni kwa nini hiyo katiba ilikuwa mbaya. Pia wakati Mwenyezi Mungu alichukua wenzetu wa Marsabit, wakina Godana na wale wengine marehemu, mzee Moi aliingiana na sisi kama KANU na tukatembea kila kona ya Marsabit na tuhakikisha ya kwamba tukashinda hiyo viti na KANU tukishindana na hakuna mtu aliuliza. Sasa mimi nikiongea maneno 2-3 naambiwa wewe umeritaya kwenda nyumbani. Kwa nini hawakuambia Moi aritaya aende nyumbani? Mimi kwa ukweli siko kwa active politics, lakini nina haki ya kutetea chama changu. Nina haki ya kusimama na chama changu. Nina haki ya kutetea chama changu. Mimi hakuna kiti yeyote mimi natafuta, lakini mimi ni mwanachama wa Jubilee kwa hali, kwa mali, kwa damu. Ukienda Amerika, wakina Obama bado wanatetea vyama vyao. Kweli ama sio kweli? Kwa nini mimi kila saa waniambie siwezi ongea, siwezi hata enda harusi, siwezi hata enda mazishi ya rafiki, siwezi hata kutembelea mtu, ati ninyamaze kama bubu? Na kuna macho naona na nina masikio nasikia. Kila mtu ako na haja na nafasi yake ya kidemokrasia katika katiba yetu kulinda haki yake. Kwa hivyo wenzangu, mimi sitaki niwachokeshe na maneno mingi. Siku ya leo ni siku ya furaha kwa wenzetu ambao mmechukua usukani. Sisi kama viongozi wa zamani tuko nyuma yenu, na ombi langu pekee kwenu nyinyi kama viongozi wapya ni muungane. Msiwe ni watu wa kiburi, msiwe ni watu ya kutisha watu, muwe ni watu wa kutetea haki ya kila Mkenya pahali popote alipo bila kuogopa. Muwe watu wa msimamo, mupigane na ufisadi
na mimi sina shaka mkifanya hivyo na mkiunganisha Wakenya, ushindi ni wenu na Mungu atawabariki katika kazi hiyo. Kwa hivyo wenzangu, yangu ni hayo machache. Mubarikiwe, mulindwe, mukae pamoja kama Wakenya, msikubali kugawanyika katika milengo mbalimbali ya kikabila vile wengine wangependa. Tuungane kama Wakenya, tutetee mambo yetu ya elimu, tutetee mambo yetu ya hospitali, tutetee mambo ambayo Wakenya wanahitaji ndio waweze kuishi kwa njia nzuri. Hiyo ndio ombi langu kwenu nyinyi, na nasema Mungu awabariki, Mungu awalinde, Mungu awaongoze, na Mungu aendelee kusaidia chama chetu cha Jubilee, na Mungu aendelee kulinda nchi yetu ya Kenya. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Asante sana kwa hao mengi machache na mawazo mazito sana. Asanteni sana. Thank you very much. Kabla tujafunga mkutano huu, ningependa kuwauliza kwa niaba ya party leader wetu, wale tuko hapa viongozi wa Jubilee, ni wangapi, na wanachama wa Jubilee ni wangapi tumeamua sasa kwa kauli moja vile tumeelekezwa na kiongozi wetu kwamba Kenta atakuwa secretary general wetu, na kwamba we are in Jubilee to stay, na kuwaeleza wale ambao wako kwa uongozi na wale ambao wanataka kufuruga chama chetu kutumia vibaraka, na wale wananunua usiku, wanalipanga usiku, tuwaeleze hivi: tumewakana wakwende kabisa, na tuko tayari kuendeleza chama chetu. Hebu nione support ya hiyo resolution. So that is the Narok declaration on this 1st of May, led by our party leader who has spoken to us, Bwana Kenta. The ball is squarely in your court. Twende kazi. So nataka kuomba yule wa kutuombea atuombee sasa kabla hatujaondoka hapa. Yes, asante. Na watapiga picha na DJ kidogo tu. Mheshimiwa anatembea, Mheshimiwa Munya, mtapigwa picha hapa kabla hatujaombewa. Njoo kwa ina hizo tafadhali. Alafu posta aje. Enter shot the neighbor wrong one. Enter shot the neighbor wrong one. That's it.